Sema makofi ya utukufu kama unasikia. Amen. Mnanielewa ndugu zangu? Ndio. Mnanielewa ndugu zangu? Ndio. Hakika mahali tuamke usingizini, tumtumikie Mungu. Tupate wanawake hapo tukasema, askofu, unapanda kanisa wapi? Napanda kanisa Mwanza. Ya mchungaji, mimi nataka nisaidie kazi ya Mungu pale Mwanza. Nataka kupeleka ile zangu pale. Nipeleke kwenye eneo gani? Afu askofu anakuambia pale Mwanza pana shida ya sehemu ya kusalia. Kama unaweza kulipia gharama za sehemu ya kusalia, lipia. Alafu siku tunakuwa Mwanza. Kanisa limefikisha watu 1000. Tunazungumza habari ya ile kanisa. Tunasema kanisa hili lilianza, lakini Martina Mdope aliwekeza pesa zake wakati tunaanza tumepanga. Huyu mama atakumbuka sadaka yake hii. Tumuombee huyu mama. Alipanda mbegu kwa watu hawa wa Mwanza. Amen. Ndio. Na hiyo siku tunafungua kanisa la Mwanza labda limegrow. Namwambia mmatuma kwa mwaliko rasmi barua Martina Mdope. Mwanza wanafungua kanisa mwezi ujao. Askofu mkuu nitakuwepo. Nataka uwepo kwa sababu wewe ni mtu muhimu sana pale Mwanza. Uliwahi kusupport yale maono pale Mwanza. Lakini hatuna hawa mama. Hatuna hawa mabinti. Amen. Ndio. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Na niseme usipojitambua, Shetani atakutumia kuliharibu kanisa la Mungu. Atakutumia kuombea, atakutumia kwa maneno, atakutumia kuvuruga watu kanisani, atatumia kugombanisha watu kanisani. Sema kuanzia leo ninakataa kutumiwa na Shetani. Kuanzia leo ninakataa kutumiwa na Shetani. Sema kwa sauti, nakataa kutumiwa na Shetani. Nakataa kutumiwa na Shetani. Sema natumiwa na Bwana. Natumiwa na Bwana. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema ufahamu wangu funguka. Anza kujitambua. Anza kujua cha kufanya ndani ya nyumba ya Mungu. Sema nataka niwe wa faida kwenye nyumba ya Bwana. Sihitaji kuwa wa hasara. Nataka kuwa mtoto nipendwaye na Mungu. Lakini si tu na Mungu, na mchungaji wangu awe ni mtu anayejitegemea ndani ya kanisa. Kwa jina la Yesu. Wangapi wanasema nitaanza kuwa mtu kutegemewa ndani ya kanisa? Nitaanza kuwa mtu kutegemewa ndani ya kanisa. Amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Na lazima kumwelewa mchungaji wako, si ndio jamani? Kufahamu thamani ya mchungaji wako. Kutambua gharama na kazi anayofanya. Kati ya watu ambao hawajitambui ni wanawake. Ngoja nimalizie hapa. Unamkuta mwanamke mzuri ana kalami ka chocolate anajichubua. Halo? Mniangalie usoni. Unasikia vizuri? Unasikia vizuri? Amen. Unamkuta mwanamke mzuri, Mungu amemuumba, yupo kama TV za kisasa, anaenda kutafuta madawa ya kuongeza mzigo container. Hivyo ushakumsikia mwanaume anaongeza container? Ushakumsikia? Ushakumsikia mwanaume anajichukua labda mkongo? Ushakusikia wabongo anajifuma na ushasikia? Hakuna watu wanajikubali kama wanaume. Mwanaume hata kama dini imetokea hapa hivi. Unasikia mimi ni mwanaume. Unasikia mimi ni mwanaume. Siku hizi wanawake wanajichukia kwenye kila kitu. Akiangalia tumbo lake anajichukia. Akiangalia makalio yake anajichukia. Akiangalia miguu yake anajichukia. Akiangalia shingo yake anajichukia. Akiangalia ngozi yake anajichukia. Alafu cha ajabu, unashangaa hata huyu mweupe anaenda kujichukua. Unashangaa huyu fiti mweupe. Unaona sasa mweupe? Ili hapa anaenda kujichukua. Wewe subiri kidogo, aje apata tu hela. Akipata hela tunamwambia hivi, wewe ongezeka kidogo. Halo? Halo? Utashangaa baada ya miaka miwili baada umeolewa, huko mume mtu. Tunashangaa kaka binti kama kajini hivi. Hatuelewi nini kimetokea. Tatizo hili linaanzia kwenye ufahamu. Unaweza ukaona vitu ni vidogo lakini vinaenda mpaka nje. Kama huwezi kutambua wewe umeumbwaje, huwezi kutambua Mungu amekuleta kanisani kufanya nini. Mimi niliwahi kumwambia mke wangu, siku utakapojiongezea weupe ndio siku tunaachana. Kwa sababu siku hiyo ndio nitagundua kwa mimi sikukuwa wewe. Ngoja niache hapa, nitawa kwanza watu. Mimi sitaki kugombana na watu.
niache kwa sababu mambo haya ni magumu kidogo. Sema amina kanisa. Amen. Sema amina kanisa. Amen. Unasikia vizuri? Mimi sasa hizi akitokea mama hapo yote anaweza kusema mchungaji nakupeleka Channel 10, nakupeleka Star TV. Nenda kafundishe. Uwe una uhakika. Uwe una uhakika. Kuna watu watamtafuta kutoka Kigoma. Ukweli ni kwamba neema ninayo. Wala yani hapa kilichopungua ni nini jamani? Ni hii shekeli. Haya mafundisho haya ningekuwa sasa narusha live hapa sasa hizi. Ndio kabisa. Unanielewa kuzungumza? Unanielewa kwa Mungu? Haya maono yanakwamishwa na pesa. Ndio. Yanakwamishwa na wamama wasiotaka kumtumikia nani? Kumtumikia Mungu. Ndio. Wakati na wakabidhi idara, niliwaambia hivi. Nimewakabidhi chombo kisicho na hela. Ndio. Ila mkanitengenezee chombo chenye hela. Amen. Niliwaambia ninyi lazima kwanza mjue kabla hamjafikiria kuliongoza idara, lazima nyinyi wenyewe mjue kutengeneza pesa. Ndio. Kwa sababu ili muweze kuendesha maono haya. Unajua ngoja nikwambie. Mimi natarajia siku moja idara hii mwenyekiti, siku moja idara hii iseme mchungaji tunakabidhi gorofa yako Isaka. Natarajia siku moja iniambie idara hii mchungaji, katika bajeti yako ya kuendesha makanisa ziara lako mwaka huu, sisi idara ya kina mama tunakupa milioni 5 kwa ajili ya safari zako za kazi. Ndio. Ndio matarajio yangu. Ndio. Lakini kiwaangalia hapa sioni ukotoa milioni 5, simuone. Amen. Taasisi. Hii ni chombo ambacho Mungu amekiweka. Ndio. Kumsaidia mchungaji. Amen. Ninyi ndio natakiwa mnisemee mimi, mumsemee baba yenu. Na huu mkutano mnisemee vizuri. Ndio. Kwa sababu kama mtanisemea, mnafanya nini hapa? Veronica mnafanya nini hapa? Kwa sababu ndio nimeweka hapa. Kazi yenu ninyi ni kumsemea Mheshimiwa Rais. Sio jamani? Amen. Kumsemea kwa hawa watu. Ndio. Na moja ya mambo nimekosa, labda niwaambie viongozi kama kuna vitu nimekosa. Ndio. Ni wasemaji wanaoweza kumsemea kiongozi. Amen. Juzi nilimwagiza katibu mkuu juzi. Jumatano nilimwambia hivi. Nikamwambia katibu mkuu na kamati yake. Hivi ni viongozi, kwani nyinyi ndio kazi yenu nini? Unajua kazi ya viongozi ni kuhakikisha kila panapotokea changamoto kwa mchungaji, lazima viongozi wakutane by power by force, wanaitatua hiyo changamoto na wanachomoka. Sisi ni kuto kujitambua. Unajua pale Kiroro mama mwenyewe mtu mzima yuko mmoja pekee. Huyo mama mtu ajitambue, aseme mimi ni idara. Mimi ni mama. Mimi nitasimama katika zamu yangu. Ndio. Amen. Mnanielewa? Amen. Mnanielewa? Amen. Ni wengi sana mama. Ni wengi mno. Yaani ningekuwa mwenyekiti, ningekuwa katibu wa kina mama hii idara hii. Hivi niliambia hamna mahali nikiweko naweza nikaandika poa. Mimi sipoagi mahali popote. Yaani kila mahali nikiweko. Mimi nikiwekwa mahali nikitoka lazima watu walie. Ndio. Hawa people hawa. Mimi nawaona hapa. Sema mimi na kanisa. Amen. Tatizo lao ni dogo sana. Ufahamu wao kujielewa mimi ni nani. Natakiwa nifanye nini ndani ya kanisa. Kila mama anamtegea mama mwingine. Kila mama anasema atafanya fulani. Atafanya fulani. Atafanya fulani. Watafanya kina mama fulani. Atafanya mama Tuma. Atafanya mwenyekiti. Idara hii inamhitaji mama na binti asimame mwenyewe. Amen. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Mfano, nikupe mfano mdogo kabisa rais. Amen. Hapa mpo zaidi ya watu 50. Mpo zaidi ya watu ngapi? 50. Sawa jamani? Ndio. Hawa watu 50 leo tukiwalazimisha kila mmoja atoe shilingi 10 leo. Ndio. Watu 50. Mtakuwa na 500,000. Ndio. Mtakuwa na ngapi? 500,000. Leo hii mtakuwa na ngapi? 500,000. Unanisikia nachosema? Ndio. Nachosema? Ndio. Unataka kuniambia hapa kuna sura ambayo inaweza ikakosa 10,000 tukiamua kuifanya kwa mwezi mmoja? Kuna sura ikosa 10,000 hapa? Hapana. Hapana. Yaani huyu binti huyu mtendakazi huyu akasema mimi nataka nimtolee Mungu ile kama 10,000 ndani ya mwezi wa 5. Nitoe shilingi ngapi? 10,000. 10,000. Sio jamani? Ndio. Ni sawa sasa? Sawa.
Mtakuwa laki ngapi? 500,000. 500,000. Sawa jamani? Ndio. Hawa ni mama wa jimbo la nini? La Iringa. Sasa swali liko hapa. Kusema rahisi. Hivi kweli Lydia atakubali kutoa 10,000? Mama tu kama atoe 10,000 ile ya mama. Atoe. Serious. Atakubali kweli? Fika hapo. Ndio tunasema hivi uzombe unapoanzia. Unapoanzia. Wamama hao wanataka waite hapa, uwalishe. Wasikie semina. Na ikiwezekana uwape na nauli. Kabisa. Uwape na nauli ya kurudia wapi? Nyumbani. Ndio. Na hiki anachokipata hapa ni cha faida kuliko hata shilingi 5,000 au 10,000. Amen. Mnanielewa mama Mungu? Amen. Najaribu kukuonyesha mwanamke usipojitambua kanisa linasuasua. Mchungaji anashindwa kusonga mbele. Maono yanashindwa kutimia. Kuna vitu haviwezi kwenda kwenye maisha. Sema amina kanisa. Amen. Lakini kama sisi tutaamua kuamka usingizini, tukasema tunaamua kutenda kazi ya ufalme. Kazi nini? Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna mambo yangebadilika na kuna vitu vingeenda. Ukiona chakula chenu kimeiva mniambie. Mimi nataka niwafundishe hapa kidogo. Sema amina kanisa. Amen. Ukiona mtu zamani zakaa vizuri na muda wa chakula umefika mniambie. Sema amina kanisa. Amen. Nisome haya maandiko yanasema. Yanasema kitu gani?